Nyuma yangu unachokiona ni wapenda soka, wapenda burudani ambao wamefika katika uwanja wa Sokoine hapa mkoani Mbeya kuja kushuhudia burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara kati ya wenyeji wagonga nyundo wa hapa mkoani Mbeya, Mbeya City, wakiwakaribisha watu ambao wanakuambia wao wanapigwa kichwani, mabingwa watetezi wa ligi kuu ya NBC msimu wa mwaka 2025 2026, Yanga Sports Club ambao wametoka kupata alama 3 katika uwanja wao wa nyumbani wakicheza dhidi ya Pamba Jiji, huku Mbeya City wakitoka kupoteza mchezo wao wa mwisho dhidi ya Azam FC pale Dar es Salaam Chamazi Complex. Lakini mara ya mwisho katika dimba hili la Sokoine hapa mkoani Mbeya kukutana timu hizi mbili ilikuwa ni sare ya mabao 3-3, Young Africans wakichomoa mabao hayo 3. Leo hii itakwenda kuwaje? Kila mmoja anakwenda kusubiri kuona kile ambacho anataka kukiona katika pitch hii ya Sokoine hapa mkoani Mbeya. Kama ambavyo unaona anavyokuonesha Petro Mzigu nyuma ya kamera, namna ambavyo mashabiki wamejitokeza kwa wingi kuja kushuhudia ama kuja kukata tiketi kwa ajili ya kwenda kushuhudia mbungi ya dakika 90 za jasho, dakika ambazo zinaakisi mbunge ya wanaume 22 ambao wanakwenda kutafuta alama 3 kwa kila mmoja, namna ambavyo anazihitaji kwa ajili ya kukaa katika nafasi nzuri ya ligi kuu ya NBC. Bana, inakuwaje mzee? Shwari nyaje? Mambo shwari? Fresh. Unakuja kuchukua tiketi yako? Mimi nishachukua, sema tu hapa. Nishachukua. Umewasogeza wana? Wananchi mnarejea hapa Mbeya. Mara mwisho kutana na Mbeya City 3-3 hapa. Leo mnaingiaje wananchi? Mimi nafikiri ni mpira ni mchezo ambao ni wa makosa. Kwa mimi natumaini kabisa kutokana na usajili ambao tuliosajili mwaka huu, naamini mpira ubadiliki ni ule ule. Kwa sioni haja kwamba eti sijui Mbeya City tumekutana miaka hatujakutana misimu mingapi kwamba inaweza ikawa changamoto mbele ya Yanga. Mimi naamini tutashinda tu. Hao ndio wababe wa hapa Mbeya, wagonga nyundo wenyewe wanajiita. Na nyinyi mnapiga kichwani kwa kutumia nyundo msimu huu. Nani mbabe hapa kutumia nyundo leo tunaenda kumuona? Mimi nafikiri hilo liko wazi. Yanga ni klabu Yanga mimi nafikiri utashinda na ndio wapiga nyundo wenyewe hapa. Kwa Mbeya City? Hamna kitu hapo basi, hamna kitu. Burudani ya nani unaisubiri kwa hamu? Maana mwalimu kuna namna ni kama ana switch wakati mnavotegemea aje huyu anakuja huyu. Mimi nafikiri hayo ni mipango ya mwalimu. Kwa watu wezi kujua kwamba shauku yangu mimi nafikiri angeanza na wachezaji ambao ni wazoefu toka muda wamekaa. Maana unaweza kaanza na wageni tukapoteza hii game. Heli wakaanza na wachezaji ambao ni wazoefu toka mwanzo kutokana na kiwanja jinsi kilivyo. Hebu panga kikosi hicho ambacho unakiamini leo. Kwangu mimi naweza nikapanga. Panga. Djigui Diarra, Israel Mwenda, Boka, Shoto hiyo. 4-5. Baka, nani? Dickson Jobu, Abuya, Mdasili. Winga naweza nikaangalia kati ya Pacome na Max nikawasukuma pembeni. Namba 10 nikachanganya hata mgeni mmoja yule nani wanamuita siji nani yule. 9 nikamweka tena mgeni mwingine yule Mkongo yule Myeli. Mimi nafikiri ndio inaweza ikawa fresh yani. Bwana, shukrani sana, acha tusubiri tuone hicho ambacho unakizungumza kama kitatokea. Okay, poa sana. Bwana, kama ambavyo mwenyewe unatazama namna ambavyo mashabiki wamejitokeza kwa wingi kweli kweli hapa katika dimba hili la Sokoine nje, mapema kabisa kila mmoja anakwenda kuja kutaka kushuhudia kikosi chake namna ambavyo kimejipanga. Kumbuka ni mechi ya kwanza ya wananchi kutoka nje ya Dar es Salaam msimu huu wa mwaka 2025 2026. Wanaambia wamepata bahati ya kushuhudia timu yao katika msimu mpya kwa mara ya kwanza katika dimba la Sokoine. Na jana wananchi walifanya mazoezi hapa namna ambavyo bwana mzee wangu heshima yako. Safi tu bwana. Kwema? Kwema tu. Naona mapema sana. Sio mbaya. Sio mbaya? Bwana, wananchi mnashuka dimbani leo. Leo tunashuka dimbani. Ndio? Ndio. Tunategemea nini wananchi? Tunachotegemea sisi matokeo uwanjani. Nani ambaye unasubiri kuja kumuona kwanza? Mimi Pacome. Pacome. Umetoka wapi kumfuata Pacome? Kutoka Garijembe. Wapi? Garijembe. Garijembe. Kuja kumcheki Pacome tu. Ndio. Kuna namna kama watani wanawabeza hivi kwamba bado na nyenye mnajitafuta. Sasa hapo ndio tutaona matokeo ya uwanjani. Matokeo ya uwanjani.
Manake kila mmoja na tamba wake. Kwa hiyo inabidi lazima tuonane hapa kwa uwanjani pila dakika 90. Ndio. Kuna namna msemaji alisema mfumo ungekubali katika mechi yenu ya mwisho ambayo mmecheza pale Taifa. Vipi nyinyi kama mashabiki mmeona mfumo wa kocha umekubali? Sisi tunakubali kwa sababu sisi washabiki tuna haraka. Tunataka matokeo ya kila wakati. Lakini sasa mpira kwa sababu unadunda. Hiyo sio sababu. Kwa hiyo namna ambavyo mwenendo wa timu kwako unakuridhisha? Unaniridhisha. Na ulimuona Mtani naye juzi namna ambavyo amecheza naye amefuzu round inayofuata. Umekiona kikosi chake? Nilikiona ingawaje. Sikiliza nikakuta hata wenzetu watani wanabezi wanasema sio jambo ambalo tulikuwa tunategemea. Wewe unavyoona Mtani yani shida ni nini hasa? Shida ni upangaji kwa kocha. Kwa kocha wao. Lakini sasa hivi si hawana kocha ndio wanatafuta kocha. Sasa ndio wajitahidi sasa wachezaji kuonyesha ujuzi wao uwanjani. Nyie? Pia na sisi. Inabidi lazima tuone hawa watu wetu wanaocheza wana spidi gani kukabiliana na hawa. Sawa. Kwa namna ambavyo unamtazama mwalimu wenu unaona anatosha kwa aina ya kikosi ambacho mlichokuwa nacho na vile ambavyo wananchi mnahitaji burudani? Kwa sababu huyu kocha wetu ni mtu ambaye hana muda mrefu. Nafikiri tunaridhika naye kwa namna alivyopanga. Msimu vipi sasa ubingwa unauona kweli msimu? Mtani amesajili? Amesajili watu. Wachezaji amesajili. Kwa hiyo tunataka tuone leo kwa hapa tulipofika kwamba itakueje. Hebu fanya kama vile ndo msimu umeisha. Panga namba 1 mpaka namba 4 hapo. Wewe unapangaje hapo? Kwa namna ambavyo umeziona hizo mechi za kwanza. Sasa mimi siwezi nikapanga ila nitamuona mwenyekiti. Yeye ni mtaalamu atajaribu kusaidia. Shukrani.